Labda piga na huko, piga na huko. Ipo shoga yangu. Na wewe mtoa mimba, ukana na wewe. Hoga. Asa mbona to pilipili hujatia? Wewe vipi na wewe asubuhi? Baba huwezi kuamini. Yaani leo siku imeanza vibaya sana. Kuna nini tena? Mke wangu baba, mke wangu nimekuta message za mapenzi kwenye simu yake. Yaani anachati na mtu mwingine kimahaba. Kuliko hata anavyochatigi na mimi. Hii ni haki baba? Unaona nani haki? Hapana, hii sio haki kabisa. Sasa huyu mwanamke mimi sijui hata nimfanyaje baba. Nitakuja nimpige, nimuue, nipate kesi mimi nikafungwe. Wewe usimpige. Mimi nakuja hapo kulisolve hilo tatizo. Sawa baba, njoo tu solve kesi. La sivyo mimi sijui hata itakuwaje. Wewe njoo tu baba yani. Mume wangu mimi ndo naenda kazini. Sawa. Ubaki salama. Karibu baba, shikamoo. Marahaba. Shikamoo. Marahaba. Sasa mzee wangu, umeme umekatika ndani. Nafikiri tukikaa ndani itakuwa joto sana. Acha nikachukue mkeka tukaweze pale nje. Haina shida. Na ufanye haraka.
Karibuni jamani wageni, sijui mnatumia soda gani? Mimi hapana. Papa, kukwenye hiyo 600 mimi naiomba. Utakuwa na kazi nayo. Baba bwana. Bwana huyu niliyemleta hapa, huyu sasa ndo atakuwa mkeo mtarajiwa. Mke wangu tena? Unashtuka nini sasa? Nilikwambia nakuja kusolve hiyo swala lako na huyo mkeo msaliti. Sasa baba, sawa nimekuambia uje tusolve, lakini ndio solve kwa namna hii. Kuna nipangia namna ya kusolve tatizo sisi. Sasa sikiliza. Huyu nakuozesha leo, hapo na huyo mkeo msaliti tunapiga talaka. Na hiyo sasa ndio itakuwa dawa yake. Baba, mbona kama unafika mbali? Ni kweli nimekuta meseji za usaliti kwenye simu ya mke wangu, ni kweli nimekupigia tuje tusolve, lakini kumwacha mke wangu na kuoa mwanamke mwingine naona kama sio adhabu sahihi. Bwana, adhabu haichagui. Ukitaka kuwa mbu unampamiza na hivyo viganja vyako viwili. Tena uangalie size ya viganja vyako na uwe udogo wa mbu. Sometimes babangu, adhabu haichaguliwi. Okay, sawa. Sasa una uhakika gani baba kama na huyu naye hata ni chiti? Asante sana kwa swali hilo bwana mkurugenzi. Yaani hapo umekuja patamu sana. Huyu binti bwana huyu binti mimi namwamini sana. Yaani katika kijiji chetu huyu ndo katulia. Kwanza ni msomi, pili ana adabu, tatu ni namba hii. Yaani namaanisha hana hata mtoto mmoja. Kwa kifupi huyu ndo mke sahihi ambaye babako nimekuchagulia. Kwa kama yule kimpuko lo mtakuwa wewe. Lakini baba, ungenipata muda kidogo tunifikirie. Bwana, hakuna cha kufikiria hapo bwana wewe. Yaani ukimwacha huyu utakuja kupata mwanamke mwingine au tulia kama huyu. Sasa hapo kijijini wazee wengi wanatamani sana vijana wao wamua huyu binti. Kwa sababu ana adhabu na ni msomi. Yaani hapo kijijini hapo ni peke yake ndo amesoma. Paka molo. Lakini baba, hakuna tabakini bwana wewe. Nataka kumwoa huyu. Na huyo mkeo akija hapa atakutana tu na surprise. Basi sawa baba, mimi nimekubali. Hata hivyo ni kweli bwana, mimi siwezi kuishi na msaliti kama yule baba. Safi sana. Kwanza kabisa niseme asante kwa kukubali kunioa mimi. Na ninakuahidi mimi siwezi kuwa msaliti kama yule mke wako. Kwanza mimi nimefunzwa kwetu. Nina adabu, baba mwenyewe anajua. Mashallah. Papa nakwambia hapa hakuna haja kuchelewa. Unatakiwa uite shehe hapa, atie upano mmoja chapu. Na huyo mkeo akija huyo akutane tu na surprise babu kubwa. Wow, baba huyo. Shikamoo. Wewe shika ya kwako kama ni dini. Juliana. Laguna. Ninyi kwani
Mnajuana? Ndio. Huyu nimesoma naye. Ndio yule alikuwa nakuhadisiaga, nilikuwa namsindikiza kutoa mimba. Mimba tena jamani? Ndio baba, ametoa mimba kama 9 hivi ili mume wake asimstukie. Ameolewa? Ndio, kipindi tunasoma chuo kuna mwanaume alikuwa anaishi naye. Sasa alikuwa anamsaliti na mwanaume mwingine. Kwa akiwa akipata mimba anatomba tumsindikize akazitoa ili mume wake asimstukie. Sasa baya pia. Karibu shoga yangu. Hivi yule mtoto wako wa kiume bado upogo naye au ndo babake alishindaga kesi akamchukua? Wewe na labuna mengine tuyaache ya nini hapa? Haya jamani, karibuni sana. Mtu kwanza mara moja. Wewe labuna. Sasa nini kumefanya hapa lakini? Sasa shida iko wapi? Huyu hapa ni mume wangu, hapa ni baba mkuu wangu. Kuna shida gani hapo? Kwa nini usiunge kodi na kufanya hivi kabisa hivi lakini uelewi? Sasa hii ndo nini sasa hii? Nikuulize wewe, si umekuja na huyo mtu wako baba? Lakini huyu Piti pale kijijini wanamsifia sana. Lakini wanawake bwana. Tunafanyaje? Mimi nafikiri hapa tuachane na huo mpango wako, kama vipi tuangalie namna nyingine ya kusolve, mimi niendelee na mke wangu. Hatuwezi kuliacha hivi hivi. Mimi nishajua namna ya kufanya. Twende. Sasa mkamwana wangu, kuna jambo unaweza ukajiuliza kwamba wewe ujione wa nini. Lakini kuna jambo ambalo mmeo hajapendezwa nalo. Kwa hiyo nimekuja kulitatua. Swala gani hilo baba? Labda mmeo ajieleze. Mume wangu, kuna nini? Nilifuma SMS za mapenzi kwenye simu yako ukiwa na chati na mtu mwingine tofauti na mimi mmeo. Makubwa. Ilitakiwa upewe adhabu kubwa sana. Lakini kwa kuwa mambo yameingiliana, unatakiwa kupewa adhabu ya kawaida. Maana kwenye kabila letu kuchiti ni jambo baya sana. Na mtu anayechiti hatakiwi kuachwa hivi hivi. Anatakiwa kupewa adhabu. Sawa. Ni adhabu gani anatakiwa kukabiliana nayo mtu ambaye anachiti? Viboko 12. Hizo ni sheria za wapi? Nisikize nikwambie, usijifanye uelewi. Baba ameshakufafanulia hapa kwamba hizo ni taratibu za kimila na kabila ya ukoo wetu. Kwamba mtu akichiti, adhabu ya kawaida kabisa inatakiwa achapwe bakola 12. Nini unajifanya uelewi wewe? Okay. Kama uko tayari kusamehewa, mmeo anatakiwa kukupiga viboko 12 kwa kosa la kuchiti. Nipo tayari kwa idadi yoyote ile, endapo kama nitagundulika na makosa. Papa kalete pakola. Unakosa ni kusindikiza. Kiko wapi shoga yangu? Yaani umetoka shule ni mbea unafuatilia mambo ya watu. Haya leo kimekukuta. Kaburi ulichimba unazikwa mwenyewe. Umenichongea hapa mwisho wa siku umembulia viboko. Aibu shoga yangu. Kana kuonea kana unaona unapenda kutandikwa na wakwe zako. Na ukiondoka shoga yangu unaolewa upo. Sasa jamani, mimi naona tusipoteze muda. Tumalize ile jambo, kila mtu afate mambo yake.
Mke wangu, sasa shika hapo chini nikutandike bakora kisawasawa, hasira zangu ziishe kwanza ndo nitasahau ili jambo. Ngoja kwanza. Mmesema hii adhabu ni ya kimila. Na kwenye kuadhibiwa anaadhibiwa yote yule ambaye amechiti, si ndio? Kwa dakta. Mila haichagui, ni mule mule. Subiri. Message ulizozifuma si ndo hizi? Ndo hizi hapa baba. Tizama hizi message kabisa mwanamke wa mtu anachati na mtu mwingine message za mapenzi za mahaba kama hivi. Ikiwa mtu wake yupo ndani katulia, achati naye kama hivi anapochati na mwingine hivi. Unaona? Na sasa unaona baba? Tizama. Mimi nitakuwa namuonea huyo mtu kweli, nitakuwa namuonea. Haiwezekani kwa kweli. Huu ni usaliti mkubwa sana. Na kwenye hizo fimbo 12 zinatakiwa ziongezwe. Iwe 24. Baba hata hivyo 24 vidogo. Mimi naona tumchape bakora 40 huyu. Viboko 40 havitoshi, apigwe viboko 50. Wao usaliti ni mkubwa sana. Basi, hizo SMS ninazoziona hapa sio za kwangu bali ni za mume wangu. Unasemaje? Sameo kivipi tena? Nilikuta message za mapenzi kwenye simu ya mume wangu akiwa anachati na mchepuko wake. So nikazi screenshot na kujitumia kwenye simu yangu. Hivyo basi alichokiona yeye ni picha ya zile screenshot zake. Kwa hiyo hizi ni picha hizo. Unaziona? Sasa basi mume wangu, nipatie bakora alafu nieleze ni kwa nini unanichiti. Haya papa. Weka mpototo hapo chini. Wekele. Lakini mke wangu, haya maswala yanazungumzika. Kama ungetaka tuzungumze, ungenisubiri nirudi tuzungumze, lakini wewe ukaamua kumshirikisha mzee. Sasa basi, hapa tunaenda kimila, lala chini. Sawa. Wewe ngoja tufuate tu utaratibu wa kimila. Wewe kafuta hapo, kafuta. Labda piga na huko. Hivyo shoga yangu. Na wewe mtoa mimba, ukana na wenzio. Ngoja. Wewe kapana wewe hivi.